Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba awataka wananchi wa Pangani kushirikiana na serikali kukamilisha miradi ya maendeleo. Na safari ya wawakilishi wa Tanzania kwenye michuano ya CAF yafikia tamati wikendi hii baada ya alama za jumla kutoruhusu kutinga hatua ya robo fainali. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari kwa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaianza taarifa yetu ya habari. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amewataka wananchi wa wilaya ya Pangani mkoani Tanga kushirikiana na serikali katika kukamilisha miradi inayokaribia kukamilika ikiwemo barabara na daraja la mto Pangani ili kutimiza azma ya kuwaletea maendeleo kwa haraka. Akizungumza na wananchi wilayani Pangani mara baada ya kukagua hatua iliyofikiwa kwenye ujenzi wa daraja la mto Pangani lenye urefu wa mita 525, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akaelekeza kukamilishwa kwa vipande vilivyobaki kwenye mradi wa barabara ya Tanga Pangani. Niwaombe wanapangani muendelee na makubaliano mlioyaweka kwamba tuna jambo tulilolipa kipaumbele limalizike kwanza hilo, na mimi nielekeze hizi kazi zilizosalia hizi tuendelee nazo mpaka tuzikamilishe. Vipande vilivyosalia kwenye barabara, mambo haya ya taa, weka wapi stendi, pawe na eneo la kutosha, stendi nayo iendane na barabara na daraja kama hili ambalo ni la kimataifa. Kwa upande wake, naibu waziri wa ujenzi Godfrey Kasekenya ameeleza namna mradi wa daraja unavyokwenda kuifungua wilaya Pangani katika sekta ya utalii. Tuna taa pamoja na daraja na mji na vibarabara vyake vyote, taa zaidi ya 400 kwenye mradi huu. Tutakuwa na barabara za kushuka kwenda huku na kwenda huku. Kwa hiyo itakuwa ni daraja fulani la kiutalii. Umezungumzwa, huu ni mradi tu mmoja, bilioni 317, sio jambo jepesi. Sisi tunasema tuna deni kubwa sana la kumlipa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tupo tayari kusimamia serikali yetu kuhakikisha inatekeleza ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025 kuelekea mwaka 2030, ili tutakapofika uchaguzi mwingine wananchi waone kwamba ilani imetekelezwa. Kutoka Tanga, Haraya Kipingu, Channel 10. Pemba, mgeni Hatib Yahya ameongoza vikundi vya mazoezi pamoja na wananchi katika zoezi la uchangiaji damu lililofanyika mkoani humo, ikiwa ni sehemu ya kuhamasisha jamii kushiriki kikamilifu katika kuokoa maisha ya wahitaji wa damu salama. Akizungumza mara baada kushiriki matembezi yaliyoambatana zoezi la uchangiaji wa damu, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Bi mgeni Hatib Yahya amesema uchangiaji wa damu ni tendo la kibinadamu lenye umuhimu mkubwa na kubainisha kuwa hospitali nyingi zinahitaji damu kwa ajili ya wajawazito, watoto na waathirika wa ajali. Kwa sababu leo tumeweza kufanya jambo kubwa la kuchangia damu, na niwapongeze wale wote ambao wameweza kutuchangia damu, na wale ambao hawajachangia ni waombe tujitokezeni kwa wingi kwenda kuchangia damu kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watumiaji wakubwa wa damu salama basi ni akina mama, kwa sababu wao mara nyingi ndio wanaokabiliwa ni changamoto sana ya damu. Wanaume mara nyingi ni kwa emergency, pengine ajali, bahati mbaya, na hivyo wengi huwa wana afya zao nzuri. Sababu hichi ni kitendo cha kizalendo ambacho mmoja miongoni mwetu kuweza kupunguza sehemu ya uhai ama maisha yake kuweza kumsaidia mwenzake. Tutumie rasilimali ambazo ametuletea Daktari Hussein Ali Mwinyi, lakini na Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini sababu na hilo, kwenye ngazi ya jamii tuhamasishane katika utumiaji mzuri wa afya katika kipindi hichi cha Ramadhani. Jana tumehamasika kwa ajili ya uchangiaji wa damu, kwa sababu kama tunavyojua uchangiaji wa damu ni muhimu, na hususan kipindi hichi cha Ramadhani, kwa kuweza kuokoa maisha ya wenzetu ambao wako mahospitalini. Wangu kwa jamii waje kuchangia damu ili kuokoa maisha ya watu wengine. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la uzalishaji mali la Jeshi la Kujenga Taifa SUMA JKT, Brigedia Jenerali Petro Ngata kwa
Kwa niaba ya afisa mtendaji mkuu wa Suma JKT, Meja Jenerali Rajabu Mabele amezindua idadi ya magari 22 ya kampuni ya ulinzi Suma JKT. Uzinduzi huo umefanyika Februari 13, 2026 makao makuu ya shirika lililopo Mlalakuwa, Dar es Salaam, ambapo Brigedia Jenerali Petro Ngata ameeleza ushirikiano uliopo kati ya Suma JKT na wadau mbalimbali wa biashara ambao ndio msingi wa mafanikio ya shirika hilo. Naye mkurugenzi mwendeshaji wa kampuni ya ulinzi Suma JKT, Kanali Frederico Ngongoli, ameeleza uzinduzi wa magari hayo kutaamsha ari ya utekelezaji wa kazi na kuongeza imani ya wateja kwa kampuni. Tunatambua na kuthamini ushirikiano tunaopata kutoka kwa vyombo vya dola, wadau wetu wa kibiashara na jamii kwa ujumla. Ushirikiano huu ndio msingi wa mafanikio yetu na tunaahidi kuendelea kudumisha na kukuza kupitia kampuni yetu hii ya Suma JKT Guard Limited. Magari haya yataamsha ari ya viongozi katika utendaji kazi na kuyafikia malindo kwa urahisi, kujitangaza zaidi kibiashara na kuongeza imani ya wateja kwa kampuni. Wakazi 600 wa kitongoji cha Makunduchi, kijiji cha Singu, kata ya Kukirango, wilaya ya Butiama, mkoani Mara, wameondokana na changamoto ya ukosefu wa maji baada ya kukamilika mradi wa maji uliotekelezwa na Direct Aid Society tawi la Tanzania wenye uwezo wa kuzalisha zaidi ya lita 20,000 kwa siku. Wakazi katika eneo hili wanasema awali walikuwa wanapata changamoto ya kuamka nyakati za usiku kwenda kuchota maji, na hapa wanaeleza furaha waliokuwa nayo baada ya mradi kukamilika na hali waliokuwa wakiipitia. Kiukweli hapo mwanzo tulikuwa na changamoto sana ya maji, kuamka saa 9 za usiku, kutembea umbali mrefu, changamoto na watoto, muda huo kupika, muda ulikuwa unachelewa sana. Tunashukuru Mungu kwa huu mradi kuletewa. Yaani tunashukuru sana, tulikuwa tunaenda mbali na maji. Na tumepata leo maji, tunafurahi sana kwa niaba ya kitongoji wa kina mama wote leo tumetua ndoo. Ombi letu ni kwamba wafadhili hawa, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tuwaombe waendelee kusaidia na maeneo mengine. Mkuu wa Wilaya Butiama Bi Tekla Mkuchika akizindua mradi huu, na hapa anakumbuka juhudi za aliyekuwa mbunge wa jimbo la Butiama Jumanne Sagini kwa jitihada zake kuhakikisha eneo hili linapata maji safi na salama, pamoja na vitongoji vya jirani kuondokana na tatizo la upatikanaji wa maji. Kisima hiki kina uwezo wa kutoa takribani lita 20,000 kwa siku. Hii ni katika kuendeleza lile jambo lake la kumtua mama ndoo kichwani. Amelifanya jambo hili ndugu yetu Jumanne Sagini, akati si mbunge sasa, lakini amelifanya jambo hili. Lakini pia tumekuja hapa kuhudhuria kwa ajili ya kufungua kisima hichi ambacho ni kisima ambacho kimefadhiliwa na mtu mmoja ambaye anaitwa Leila Abdurrahman. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Waumini wa dini ya Kiislamu nchini wenye uwezo wamehimizwa kusaidia makundi yenye uhitaji yakiwemo yatima, wazee wasiojiweza, lakini pia makundi ya walimu wa madrasa na maimamu ambao katika kipindi cha mfungo wa Ramadhan wanakuwa na kazi kubwa ya ufundishaji Qur'an. Tupate taarifa zaidi. Wito huo umetolewa na Shehe wa Ilala Adam Mwinyi Pingu alipomwakilisha Shehe wa mkoa wa Dar es Salaam katika hafla fupi ya kuwapatia futari walimu na wahudumu wa misikiti 500 katika mkoa wa Dar es Salaam. Na ndipo mwenyekiti wa taasisi ya Kiislamu ya Noble Group Sheikh Hamis Ali alipowasihi Waislamu kote nchini kuandaa mifuko maalumu ya kuendelea kuwatendea wema watu wote wenye uhitaji, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhan. Toa futari kwa ajili ya walimu na madrasa, lakini pia jambo kubwa kabisa kama tulivyoliona, kuna mwenzetu mmoja mhudumu wa Qur'ani amezawadiwa gari mpya kama vile ambavyo tunavyoiona pale. Lakini katika hali ya kawaida yote haya yanafanyika kupitia taasisi hii katika lengo moja tu, katika ile mfuko waliouandaa wa birrul walidain, kwa maana kuwatendea wema wazazi wawili. Wao wamejitahidi kuwahamasisha watu. Wazazi wawili tumewasahau wakiwa hai, lakini pia tumewasahau hata kama wamekufa. Mfuko huu wa birrul walidain tumeuanzisha
kwa maana ya kwamba kuwapa ruhusa watu kuwatendea wema wazazi wao wawili, kuwarejeshea fadhila wazazi wao kwa yale ambayo wamewafanyia tangu utotoni mpaka wao wameweza kujimiliki. Kwa hiyo mfuko huu tumeuanzisha kwa maana ya kwamba mtu ana uwezo wa kuchanga kidogo kidogo, kwa kile kidogo kidogo anachochanga sisi tunakikusanya na kufanyia makubwa kama haya tuliyoyafanya leo hapa. Elekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndugu zetu Noble Group wametuwezesha alhamdulillah, mafungu kama haya, wametuwezesha futari kama hii. Maana yake tunafurahi sisi kama Waislamu, kama waumini kwa kutuwezesha futari kama hii. Tunachukua fursa hii kuwaambia wale matajiri ambao wako mbali na kuipeleka mbele dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi wawaone watu kama hawa, kwa sababu watu kama hawa wanajitoa katika kuwasaidia maimamu. Sambamba na hafla hiyo ugawaji tende, taasisi ya Noble Group imemkabidhi zawadi ya gari Sheikh Abdul Maanan ambaye amefuzu usomaji na kusomesha Quran kimataifa. Ezekiel Mwambopo, Dar es Salaam. Zaidi ya mito 10 iliyokuwa imekauka kutokana na uharibifu wa mazingira imerejea katika hali ya kawaida na kuanza kutiririsha maji baada ya kuanzishwa kwa shamba la miti Silayo wilayani Chato, mkoa wa Geita mwaka 2017-2018. Shamba la miti Silayo lilianzishwa na serikali kupitia wakala wa huduma za misitu TFS kutokana na uharibifu wa mazingira uliochagizwa na shughuli za kibinadamu ambazo zilisababisha ufyekaji wa miti ili kuanzisha shughuli za kilimo, ufugaji na makazi, hali iliyosababisha mito hiyo kukauka. Mhifadhi mwandamizi wa shamba la miti Silayo Juma Mseti amesema baada ya shamba hilo lenye ukubwa wa zaidi ya hekta 60,000 kuanzishwa, huku zaidi ya hekta 5,000 zikiwa tayari zimepandwa miti kuanzia mwaka 2017, mito zaidi ya 14 iliyokuwa imekauka imerejea katika hali yake na kuanza kunufaisha wananchi wa vijiji jirani na shamba hilo. Lakini sasa hivi ukiingia hifadhini zaidi ya mito 14 imesharejea katika hali yake. Yaani ukiingia mle utakuta kuna samaki, kuna ndege, kuna vyura, kuna wanyama mbalimbali. Yaani maji yanatiririka, na maji hayo yanapotiririka kutoka hifadhini pia yanasaidia jamii inayotuzunguka, kwa sababu yanakwenda kwenye vijiji jirani. Yakiwa yanaelekea ziwani, katikati humo wanatumia maji yale kwa ajili. Ameongeza kuwa mbali na umuhimu wa shamba hilo katika uhifadhi wa mazingira, linatarajiwa kuwa mkombozi wa upatikanaji wa mazao ya misitu ikiwemo mbao kwa wananchi wa mikoa ya kanda ya Ziwa na mataifa jirani baada ya uvunaji kuanza. Na zao la miti si kwamba unapanda leo kesho unavuna. Kwa kuanzishwa kwa shamba hili kwamba itakapofika hatua ya kuvuna, naamini kwamba kwa fursa hiyo ya mikoa inayotuzunguka, kwanza watakuwa wana uhakika wa kupata malighafi za mazao ya misitu. Lakini pia ni fursa kwa sababu najua kama soko litapatikana kubwa. Shamba la miti Silayo ni la pili kwa ukubwa nchini likiwa na zaidi ya hekta 60,000 likitanguliwa na shamba la South Hill lenye ukubwa wa zaidi ya hekta 135,000 ambapo yote yanaendeshwa na serikali kupitia TFS. Amani Mbando, Channel 10. Katika kuunga mkono juhudi za mtalii namba 1 nchini ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan za kuhamasisha utalii wa ndani, wadau wa utalii kutoka jijini Dar es Salaam wametoa wito kwa wakazi wa nyanda za juu kusini kujivunia na kutembelea vivutio vya utalii vilivyopo katika maeneo yao. Wito huo umetolewa na wadau hao katika hifadhi ya taifa Kitulo, hifadhi inayopatikana katika mikoa ya Njombe na Mbeya, ikiwa ni sehemu ya kusherehekea siku ya wapendanao duniani, ambapo wamesema Watanzania wanapaswa kutenga muda wa kutembelea vivutio vya utalii vilivyopo karibu nao. Mungu amewabariki kuwapa hii Kitulo kwa sababu sio kila mkoa au sio kila pande katika nchi yetu imebarikiwa kuwa na eneo kama Kitulo. Kwa hiyo mimi ni kitu ambacho napenda kuambia watu wa nyanda za juu kusini wajitahidi basi kutembelea hata Kitulo. Kwa kweli wasisuse, wachukua hata mfano kutoka kwetu. Sisi tumetoka mbali sana, tumetoka Dar es Salaam mpaka kuja huku nyanda za juu kusini kuja kutembelea Kitulo, sio jambo dogo. Nionea vitu vingi. Cha kwanza nimefurahi kuona natures. Kama unavyojua Dar es Salaam kule kupata nature ni ngumu. Napenda kuwashauri wawe na utamaduni wa kupenda kutembelea mbuga mbalimbali, tukianzia mkoa wa Njombe tuna Kitulo. Hifadhi ya taifa Kitulo maarufu kwa maua yake imeendelea kuvutia wageni mbalimbali wakiwemo wanamichezo, huku ikitajwa kushinda tuzo ya kimataifa ya utalii mwaka 2025 kama eneo bora la fungate barani Afrika. Wageni wakaribishwa Kitulo yetu, hakuna matata. Nimetoka Mbeya kwa kuendesha baskeli
nimepita barabara Isionje, nikakunja nikatokea hifadhini Kituro. Watu wa hifadhi ya Kituro hata wa plani kuweka mashindano. Akizungumzia mwitikio wa wageni, afisa mwandamizi wa hifadhi za taifa Richard Heale amesema idadi ya Watanzania wanaotembelea hifadhi hiyo imeongezeka. Mwitikio wa watalii wa ndani umekuwa ni mkubwa, na hayo ni kwa sababu ya juhudi ambazo zimekuwa zikifanywa na serikali kuu, hususan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika filamu 2 ambazo ameshiriki kuzitengeneza. Kwa mfano filamu ya kwanza ambayo alishiriki moja kwa moja kama mwongoza wageni namba 1 ambayo inaitwa Tanzania The Royal Tour, ambayo imeleta hamasa kubwa kwa ndani na nje ya mipaka ya taifa letu. Kutoka hifadhi ya taifa Kituro mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Mkuu wa wilaya ya Malinyi Sebastian Mariuba ameitaka sekta binafsi kutambua kuwa ina wajibu wa kushirikiana na serikali katika kufanikisha maendeleo ya wananchi, ikiwemo kuunga mkono uboreshaji wa miundombinu ya kutolea huduma za kijamii. Mkuu huyo wa wilaya ameyasema hayo muda mfupi baada ya kupokea msaada wa viti, meza na madawati, vyote vikiwa na thamani ya shilingi milioni 21 na laki 6 kutoka benki ya NMB kwa ajili ya shule 2 za msingi na 1 ya sekondari zilizopo wilayani Malinyi, hafla iliyofanyika kwenye shule ya sekondari Kilosampepo. Kwa upande wake, meneja wa NMB kanda ya kati Janet Shango amesema elimu ni miongoni mwa vipaumbele vya benki ya NMB katika kusaidia jamii, na kwamba itahakikisha inashirikiana na serikali katika kufikia dira ya taifa 2050 kwenye sekta mbalimbali ikiwemo elimu, afya na mazingira, na kwamba shule za msingi zilizonufaika na msaada huo ni Salamiti iliyopata madawati 50 na shule ya msingi Madibila iliyopata madawati 50 pia. Tunatambua juhudi mbalimbali za maksudi kabisa ambazo zinafanywa na serikali yetu katika kukuza ustawi wa wanafunzi wetu, lakini katika kukuza elimu hapa nchini Tanzania. Na sisi tunaishukuru serikali kwa sababu imetupa nafasi sisi kama wadau kushirikiana. Naomba mmipigie makofi serikali. Ni faraja kwa benki yetu ya NMB kushirikiana na serikali katika kuboresha mazingira bora ya huduma za elimu hapa nchini. NMB kwa msaada wao wametuletea meza zilizokuwa bora, viti bora. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuwashukuru kwa kutupiga support kwenye swala zima la elimu ili tuweze kutimiza malengo yetu ambayo tumejiwekea. Kama watoto wetu mkiendelea kusoma kwa bidii na kujituma shuleni bila kukaa utoro, mtakuwa mnaunga mkono juhudi za NMB. Lakini wakija hapa kuta watoto hamna, watampatia viti nani? Watamgea nani viti hivi? Au madawati watampa nani? Hakuna. Kwa hiyo lazima hakikishe kwamba mnatimiza wajibu wenu, na nyie kwa upande wenu mnatimiza wajibu wenu. Na sasa ni habari za michezo, ambako tunaelezwa wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya CAF walishuka dimbani jana katika michezo ya mwisho hatua ya makundi ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika. Katika ligi ya mabingwa, wawakilishi wa Tanzania katika mashindano hayo, klabu ya Yanga imeibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya JS Kabylie ya nchini Algeria, mtanange uliopigwa uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Matokeo hayo yanawafanya Yanga kushindwa kufuzu hatua ya robo fainali, wakimaliza nafasi ya 3 wakiwa na alama 8 katika kundi B. Katika mashindano ya kombe la shirikisho, Azam FC walishuka dimbani dhidi ya Wydad Casablanca na mchezo huo kumalizika kwa Azam FC kupoteza kwa mabao 2-0, matokeo yanayowanyima Azam nafasi ya kufuzu hatua ya robo fainali, wakimaliza nafasi ya 3 wakiwa na alama 9 katika kundi lao. Nao Singida Black Stars walishuka dimbani nchini Afrika Kusini wakicheza na wananusu fainali msimu wa jana klabu ya Stellenbosch, na mchezo huo ulimalizika kwa sare tasa, huku Singida wakimaliza nafasi ya 3 na alama 5. Mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutaangalia vichwa vya habari vilivyopigwa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.